الحمد لله الحمد لله الذي فاوت بين عباده في النقص والكمال ويسر من أراد خيرا وحسن الأخلاق والأقوال والأعمال وخذل من شاء في خلقه فأعرض عن ذكره ووقعوا في أسوأ الحال. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. فسبحان من إله عظيم له الحكمة في أقضيته بحيث جرت أقداره على أكمل نظام وأحسن نوام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والكبرياء والجلال. ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل من جميع الصفات والخلال. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه في العقائد والأقوال والأفعال. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. معاشر الحاضرين, katika juma lililopita tumeeleza mukarana badia baina qissatay Musa wa Yusuf alayhi salam, kujaribu kuangalia muujiza ya Qur'ani katika kukompea au kulinganisha baina kisa cha Musa na Yusuf alayhi salam. Leo nataka kududua tuangalie, tumepata durus wa ibarun fi qissati Yusuf alayhi salam. Qissatu Yusuf katika viswa vya maajabu, katika zile ambazo sura ambazo ni ndefu zaitwa mutawala, ni kuwa inaeleza maisha ya Nabii Yusuf kuanzia utotoni nyumbani kwake mpaka kufa kwake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe amekiita kiswa hicho katika ayat min ayati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad kana fi Yusuf wa akhawatihi ayatun lisaili, hakika imekuwa kiswa cha Yusuf na ndugu zake ni alama za Mwenyezi Mungu na utendakazi na kudra na miujiza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika visa vyote Qur'ani alikieleza kisa cha Yusuf ni ahsanul qasas, ni katika visa ambavyo vizuri vina usimulizi ndani yake, na kuna mambo ambayo kwamba ni mengi ya lifestyle ya mwanadamu katika kisa kama hiki. Leo nataka kudondua fawaida na mawaidha ambayo tumeyapata katika visa au kisa kama hiki. Baada Mwenyezi Mungu kueleza kwamba kisa hiki ni ahsanul qasas, ndani yake kuna tuita tanakulat, yani kuna mambo tofauti
ambayo sisi twaishi leo, kutoka hali kwenda hali, na hii ndio maisha ya mwanadamu. Kwa mwanadamu siku zote ni mwenye kubadilika, kutoka alipokuwa ndani ya tumboni mwa mamake hajazaliwa mpaka katika maisha kwake, kufa kwake, mwanadamu ni tabaka na tabaka, anakwenda marhala katika marahili mbalimbali. Kwa nini kusema hivi? Min mihna ila minha, yatoka kwenye shida tukakia kwenye neema, yatoka kwenye dhili, unyonge, kwenda kwenye izz. Kiswahili kitaeleza kutoka kwenye hofu kwenda kwenye amani, kutoka kwenye utumwa mpaka kuuzwa kwenda kwenye ufalme, kutoka kwenye firqa magebangi, kuachana na vipenzi, kuja mwishowe na hatimaye kwenda kukutana na vipenzi vyako baada ya miaka na miaka, kutoka kwenye huzuni na majonzi kwenda kwenye furaha, kutoka kwenye chaka cha ukame na kwenda kwenye raha, kutoka kwenye dhiki kwenda kwenye faraja. Na haya ndio maisha ya mwanadamu, kila mmoja anapitia. Tuingia kwenye faida ya kwanza. Faida ya kwanza ni mtu kujiepusha kila sababu ambayo italeta shari. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwamba ukitaka kufanya jambo, fikiria mwisho wake. Lao ona kuna kheri, endelea. Lao kuna shari, komeka. Kwa hivyo kwa wengine waweza kufanya jambo ukaliona la kheri, lakini consequence yake au matokeo yake ya baadaye yakaja ikawa ni hasara. Hasa ujiepushe wakati kuogopea madhara. Fulani amenitukana, nikijibu kutatokea nini? Kulingana na heshima yako, au kijibu utapata nini? Yani mfano kama huo. Kwa nini kuzungumza hivi? Nazungumza hivi na sana inawatabiti wazazi. Yaqub alayhi salam ni mzazi, na mahaba ni mti humea popote. Mara nyingine waweza kupenda mtoto mwenyewe akawa hakusikizi, lakini mahaba, na yule akawa kusikizaye akusaidiaye, ukawewe huna mahaba na yeye. Na haya hutokea sana, na ndio weakness ya wazee wetu. Lakini mara nyingine huwezi kulaumu. Mara nyingine Yusuf, wacha kuwa alikuwa ni handsome, lakini alipata malezi mazuri, alijipendekeza kwa babake. Mara nyingine mahaba hayaji mpaka ujipendekeze. Kuna kitu ambacho nikizungumza kwenye Qur'ani kwa utu uzima, kwa watu wazima wanaona mbali, ashaona hali ya watoto wake na tabia ya kila mtoto. Wakati Nabii Yusuf alipomwelezea ile ndoto, kitu gani baba alimwambia? Baada ya kumwambia baba, mimi naota ndoto, nyota 11 na mwezi na jua
zote ziko chini yangu za nisujudia. Baba alimwambia nini? Sawa, nenda kaambia wenzako, mwanangu nitakuwa hivi. Akamsiba maneno aliyozungumza kalamu Yaqub kupitia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya bunayya la taqsus ruyaka la ikhwatika fayakidu laka kaida. Mwanangu, usiwaelezee ndoto yako ndugu zako, watakuja kukufanyia vitimbi. Mzazi ashaona. Unajua watoto nasema mara nyingine msipigane sana na wazazi. Wazazi wana tajriba nyingi na wana mbali kuliko sisi ambao ni watoto wa leo wa.com. Mara nyingine tukiambiwa jambo tena hasa mzazi wako anakuangalia kwa maslahi yako mwenyewe. Yakubu alipoona ule mwenendo na ile atmosphere ambayo yuko pale nyumbani, alimwambia mwanangu, hiyo ndoto usiwasimulie ndugu zako. Jawabu lake nini? Fayakidu laka kaida, watakuja kukufanyia vitimbi. Tupata kitu gani hapa? Nukta yangu iko hapa. Kuna mambo mengine yasimulii watu, kuna siri zingine za nyumbani, kuna siri nyingine baina wewe mzazi na mtoto wako tu, bali ndugu zako wengine. Si kile unachopata jambo wewe ulitangaza kwenye media, wasaili alam. Leo mtu harusi zetu, mke na mume, mpaka mambo ya ndani yako kwenye media. Sasa kujiusudu ni vipi? Kwa nini Yakubu amwambia usiwagusie ndugu zako? Kwa nini? Yako mambo mengine ya kuzungumza, ya kushauriana. Istainu ala qada injahi alqawaid au istainu ala qada'i alhawaij bil kitman fa inna kulla bi ni'matin mahsudi. Jaribuni kujisaidia mambo mengine, kufaulisha mambo yenu. Mtume atuambia kufaulisha kwa kuficha, kwa sababu kila neema haikosi hasidi. Tunakwambia kila neema haikosi hasidi. Wewe jambo hata wakati wa mwanzo ukipata kheri, ambiani kidogo kidogo, baada ambao uko na insaf, kisha kwa wakati wake muafaka utalitangaza ile jambo. Lakini sisi pengine kwa kutojua yale matokeo yake, utaona jambo limekuja kuharibika moja kwa moja, ni kwa sababu kutumia zile protocol ambao zinatakikana kulingana na mafungu ya Qur'an. Hilo la kwanza. Faida ya pili, al-adl al-matlub fi jamii al-umur, uadilifu na usawa unaotakikana. Leo tatizo moja ambalo limekumba katika jamii yetu ni kukosa uadilifu. Ndio utakuta ile aya mwisho iliyowekwa na Umar bin Abdul Aziz, mjukuu wa Sayyidina Umar, katika khutba, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kila msikiti aya yao ya mwisho, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal, Mungu anaamrisha mambo mawili, uadilifu na ihsan, wa ita'i dhil qurba, na uwape jamaa zako. Uadilifu vipi? Muamalatul walidaini lilaulad, kuamiliana wazazi na watoto wao. Hakuna budi, lazima ufanye usawa watoto wako wote, ukiwa kwa mke mkubwa, kwa mke mdogo, watoto wako ni watoto wako. Ni lazima, ni wajibu ufanye usawa. Nafikiri nikielewa hivi naendelea. Lakini jambo la kusikitisha, pengine kukosa hikma, mzazi akaweza kulemea mapenzi yake yakawa ya mtoto mmoja zaidi kuliko watoto wengine. Sisemi kwamba
mapenzi unaweza kuyagawanya sawa sawa. Mapenzi hayagawanya. Hata Mtume sana alitaka udhu kwa Mola kumwambia, ya Rabbi, siwezi kumiliki yale ambayo yalikuwa ndani ya moyo wangu kuyagawanya equal. Ni maana kwamba mahaba yanaenea zaidi upande fulani, lakini utumie psychology na hikma hali ya juu, wale watoto wenzake au ndugu wasijue kwamba wewe wapenda sana mzazi fulani kiasi ambacho kitakwenda kujenga chuki. Nafikiri pengine sababu moja za kufanya watoto wetu wapendani pengine ni kwa sababu ya ulemavu au kulemea mzazi katika jamii fulani au watu fulani. Na shaka kila mtu atajipendekeza, lakini kuna ile kujidanganya, wasijue watoto moja kwa moja kwamba wewe mpaka mwisho. Kuna wengine anampa huyu, yule asimpe, akisikia kwamba yule amepewa, hiyo itakuja kujenga chuki na kuharibu nidhamu ya family na mambo kama haya. Kwa nini kusema hivyo? Sisemi kwamba Nabii Yakubu alikuwa na makosa ya kupenda mwanawe Yusuf, la, lakini yale mapenzi ambayo yalikuwa wazi ndio sababu ya kuweza kuleta matatizo katika familia, au kwa lugha nyingine kufanya ubaguzi. Ni kitu ambacho kibaya sana katika jamii yetu. Watoto hawana insaf, familia hazipendani, pengine kwa sababu ya ubaguzi ambao unapatikana katika familia zetu. Haya ni mafunzo ambayo tumeyapata katika kisa cha Nabii Yusuf. Na hilo la pili. La tatu ni kutahadharisha na uovu na ukorofi wa maasi. Yale maasi yakija mpaka nyumbani ndio sababu ya kuleta ukorofi. Inna al-abda la yuhramu rizq bidhanbin yusibuhu. Huenda mja Mwenyezi Mungu akamkosesha riziki kwa sababu dhambi anazofanya. Haya maisha kuwa magumu ni kwa sababu ya ukorofi ambao na corruptions ambao zilojaa katika nchi yetu na ulimwengu mzima. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kuwaambia wazazi, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum, mwogopeni Mwenyezi Mungu nyinyi wazazi na mfanye uadilifu katika watoto wenu. Kwa hivyo dhambi moja huenda likasababisha madhambi mengine, kama vile taa, jambo zuri moja huenda likasababisha uzuri katika mambo mengine au katika taa zingine. Kwa nini kusema hivi? Okay, nyoyo zimeanza kuharibika za ndugu yake Yusuf baada ya kumwonea kijicho kuwa Yusuf apendwa zaidi na babake. Sasa hilo dhambi la kwanza. Kwa hivyo dhambi la kwanza nini? Ni chuki, kama ni hasadi au kama ni wivu, lakini tuchukulie kwa ni dhambi la kwanza. Sasa lile dhambi la kwanza likiachwa, likienea, huwa la sababu. Itasababisha dhambi mbili, dhambi ya tatu na dhambi ya nne. Kivipi? Chuki zimeanza nyumbani, kutakalika. Kukianza chuki ndio kutaanza urongo. Angalia mtu ambaye hakupendi, mara nyingi ana tabia kuzua, tena wengine haraka kusambaza, na wengine wakichukia wao kutaka watu wote wachukie, kuchukia mpaka familia nzima, wengine mpaka kabila, wengine mpaka mji, mpaka nchi. Kuna nani jamani? Sasa unaona kwamba kitu kimoja kimeachwa
kimeweza kusababisha urongo na kusingizia na pengine mauaji. Kivipi? Baada ya kuonekana Yusuf amendekeza, tayari kumeingia chuki. Ni dhambi hiyo. Chuki ilipeleka nini? Wakamsingizia moja kidogo ambaye hajambo, msimuue huyu. Lakini hatua ya kwanza ndugu zake walikuwa wamuue, lakini mmoja kwa ile imani na lote jambo nini, wataka kumfarikisha baina baba na mtoto wake. Dawa sisi ni huyu Yusuf, baba mkose Yusuf, tutakwenda sisi. Sasa tufanye njia tuhakikishe kwamba huyu baba hatampenda ndugu yetu Yusuf. Sasa nini? Kwa hivyo kuwafarikisha, na huo ndio mpango, ufarikishwa mke na mume, utiwa fitina mtu na ndugu zake, kukaanza maneno. Ndio mmoja akasema alhifdhu sada'ul qulubi wallajatu sababul hurubi. Chuki ni kutu za nyoyo na maneno ndio sababu ya vita. Ukiona vita vimeanza, pamefuka moshi, palianza tete, ndio kukawashwa moto. Kulianza maneno, watu wakatiana maroho. Kwa hiyo maneno palipopote huanza maneno. Haya maneno si mazuri. Sasa wakamsingizia vipi? Walipopanga njama za kwenda kumuua, ikabidi waseme urongo. Baba, urongo, tupe ndugu yetu tukateze naye. Mimi naogopa bwana asijakaliwa na mbwa mwitu. Na wengine wasema hiyo ni kama kosa hiyo. Pale mzazi akimwambia msije siku kafanya hivi, wale maadui pia ushampatia mwanya, kumbe ni hivi. Asende mwini la yahdini la yahzununi an yakula udhibu wa antum anhu ghafilun. Mimi naogopea asije mbwa mwitu akamla na nyinyi mmeghafilika na ndugu yenu wacheza. Silaha hiyo ndio sasa tutakwenda kumuua, tutukue damu, tuje na damu ya urongo. Angalieni wote nini hiyo? Ni chuki. Ndio kasema dhambi moja inasababisha dhambi zingine. Wakasema urongo, kumbe wana mambo yao. La tatu wataka kufanya mauaji. Madhambi matatu au manne yamesababishwa na dhambi moja. Kwa mara nyingi hizi chuki ndio sababisha mambo mengi maovu na maovu. Kwa hapa tumepata funzo katika kiswa cha Yusuf alayhi salam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi lamina al-ghafilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim. ونفعني وإياكم بما جاء فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر التواب الكريم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وخصه بالعقل ليميزه عن الحيوان وكلفه بالطاعة ونهاه عن العصيان. أحمده فهو المحمود بكل لسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجنس والآن والجان أخمد الله به نار الكفر والطغيان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أولي الشهامة والإرفان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Nimetaja nukta tatu na namalizia hotuba yangu kwa nukta ya 4 ambayo ndio mwisho. Katika mafunzo makubwa ambayo tumeyapata
katika kisa kama hii ambacho ni ahsanul qasas, alhadharu min alkhalwati bin nisai alajnabiyat, kutahadhari kukaa faragha na wanawake majnabi ambao si maharimu yako. Hizi faragha ndio uwanja wa sheitani, hata kwa mtoto mdogo. Mtoto mchanga mdogo ukimweka nyumbani idol, atakufanyia fujo, shetani atakusumbua. Mpatie vidude vya kuchezea. Leo kuna mahipa, siku masimu hayo mengine wao. Si advice kwa watu wapewe, lakini mtafute kitu ambacho utamshughulisha. Hii faragha si nzuri. Wacha kwa faragha ya mke. Faragha ambayo inakuwa nzuri ya faida ni faragha ya mke na mume. Basi ni private, ni chamber ambacho ni halala na tayyiba. Lakini faragha zingine si nzuri jamani. Kwa nini kusema hivi? Kila mmoja anajua madhara ya faragha. Mathalan, mke wa watu atatoka usiku akipamba, aenda zake harusini peke yake, tabia pengine nambani huko, dereva hamlimbeni na nyuma. Na mara nyingine ndugu zetu Waislamu hawapendi kupanda magari na tukutuku za ndugu zetu Waislamu kwa promote hao. Pengine utikiri jamaa kwa lugha nyingine, jamaa mara ambaye hata hatumjui, mwinda kwenda kupelekwa pichakani. Umpanda bajaji ya mtu ambaye kwamba hujui tena mwanamke msichana. Kwa hivyo hizi faragha nyumbani kwetu, kazini, kwenye magari, kila mahali, kwenye michezo, kukaa faragha ya mwanamke na mwanamume, kwanza sheria imekataza. Katika kuleta madhara, tuchukue mfano, Nabii Yusuf alikuwa kijana handsome, alikuwa na first lady, mwanamke mwenye kila kitu. Angalia mwisho wake ni kitu gani? Mambo ya kukaa majnabii majumbani, kukaa na madada zetu na mabindi zetu kujidanganya. Alafu kisha matokeo yakiwa mabaya, maanza kushangaa na siku hizi kuna simu. Samahani ikiwa hapendeza maneno, lakini wajibu wangu kama ndugu yenu, khatibu wenu, kuelezea hizi faragha si nzuri. Kitu gani ambacho kwamba kilichofanya Zulekha akawamtaka kwa nguvu ni kwa sababu ile faragha. Baada kuona pengine mfalme mwenyewe, waziri hayuko, mwanamke ana njia nyingi, hasa wakati jambo yake litaka, subhanallah, na ikiwa jambo litaki pia subhanallah, basi atafanya kila pili. Kwa hiyo zikafanya pili kwa sababu ya faragha. Alkhalwa, hizi vitu ambavyo watu wengi hudanganyika. Nitakupa mfano mmoja. Hii faragha ambayo iko sasa ya shule kufungwa, tayari kaleta madhara hii ikiwa wazazi wataitumia. Alhamdulillah, watoto wengine wanakwenda madrasa, yapokuwa hivyo. Sisi walimu tunajua madrasa zetu zilivyo. Wengine usafiri, alhamdulillah, waaga madrasa asiage usafiri, shule zishafungwa. At least wengine wapeleka tahfidhu Qur'an, wachache peleka tahfidhu Qur'an. Na jambo zuri pia nafurahi upande wangu mimi, wallahu a'lam, pia ile kwa activity si faragha hii. Miezi mbili tutafanya nini? Lala inuka, hakuna swala, hakuna chote, hakuna dini, hakuna dunia. Hasara wakati kama huu utakwenda kuulizwa. At least tumekiwa hii mtu activity zile, wazazi wa watoto wetu tuwashughulishe katika activity mbalimbali. Watakaa miezi mbili mitatu, ndugu zetu kutoka bara sehemu zingine, mzazi aenda shamba kwa mtoto wake, miona duka kwa mtoto wako, yani katika harakati ambazo wale watoto washughulika, ili wasipate kuingia kwenye majanga ambayo yapo katika mitani kwetu na miji yetu, tayari yasharibu umma wetu na jamii yetu kama haya. Kwa hizi faragha, ndugu zangu, si jambo zuri ambalo hasa zikiwa zitapelekea fitna, kama mambo ambayo yamepita katika kasri ya mfalme baina mtume na baina first lady kama huyu. Lakini kama alivyosema Mungu kwa Qur'an na dalili na isma na ifa
alikuwa nayo Yusuf alayhi salam, akaweza kujiokoa na majanga kama haya ambao pengine angeenda kusababisha madhara mengine, na haikusalimika. Fitina zote zikaingia mtaani mpaka watu kujiwa na watu kujikata vidole. Ndio ule msemo kumwambia albintu fi sanduqi wa khabaruha fi suqi. Leo binti uko nyumbani ndani ya sanduku, habari ziko sokoni. Utafanya jambo wewe na faragha, wewe na mke wako au wewe na mtu wako karibu, kumbe habari zote zisha expose, zishakuwa ziko sehemu kila mahali. Kwa hiyo tutahadhari na kila jambo ambalo litaleta fitna na kuleta maafa. Fattaqullaha ibadallah, wa sallu wa sallimu ala ma umitu bis-salati was-salami alayhi umuma. Faqala ta'ala mukhbiran wa amiran hakima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad شمس نور العرفان ومهبط أسرار القرآن وعلى آله الأطهار وصحابة الأخيار، خصوصا من دراسة العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وبقية صحابة رسول الله أجمعين، وعنا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر جيوش المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين، واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة رحمكم الله.